Naam, karibu msikilizaji katika kituo chetu hichi, kituo ambacho ni nambari moja katika kuhakikisha kwamba tunakufahamisha na tunakusogeshea karibu taarifa zinazotokea na zinazokuhusu, ili kuhakikisha kwamba unapata kuzielewa kwa kina na kupata kuelewa kwamba taifa linasonga vipi na tunaelekea wapi kama nchi ya Tanzania. Msikilizaji, katika taarifa ambayo nimeweza kuifikia siku ya leo, kuna taarifa ambayo inaweza kunifahamisha kuhusu kupotezwa kwa dada mmoja aliyetoa ushahidi kwa tume na pia akaweza kupeana video ya kuonyesha jinsi mauaji yalivyoweza kusababishwa, lakini pia video hiyo ilipata kuonyesha sura rasmi za wale waliosababisha yale mauaji, mazungumzo yao wakiendelea kusababisha yale mauaji, na ilikuwa wazi kwamba walitumwa na nani. Sasa msikilizaji, dada huyo baada ya kupeana ushahidi wa aina hiyo amepata kupotezwa. Naomba nikusomee taarifa hii msikilizaji, kisha tupate kuichanganua zaidi na tupate kuielewa kwa kina kwamba je, Tanzania ipo salama na ni kipi kinachoweza kuendelea kwa jumla. Kuna taarifa iliyonakiliwa kwamba breaking, kisha wakasema dada mmoja aliyeshuhudia na kurekodi mauaji ya Oktoba 29 ametoweka siku ya 3 baada ya kutoa ushahidi na kuikabidhi tume video inayoonyesha sura za polisi waliokuwa wanaua raia. Dada huyo alikuwa anafanya kazi kwenye stationery karibu na chuo cha NIT mjini Dar es Salaam. Sasa msikilizaji, tume msikilizaji ilipata kubuniwa na Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais wa nchi ya Tanzania mpaka sasa, na tume hii ilipaswa kufanya uchunguzi na kupata kuelewa kwamba mauaji ya tarehe 29 mpaka siku ya tarehe 31 Oktoba mwaka 2025 yalisababishwa na nani na kiini cha kusababishwa kwa mauaji hayo kilikuwa ni kipi. Msikilizaji, mimi ninapoiangalia shughuli nzima hiyo ya kutengeneza tume na kuweza kuhakikisha kwamba itaweza kuchunguza kwamba ni kipi kiliweza kufanyika, mimi naona ni kama ni kinaya tu, kwa sababu msikilizaji, sasa mpaka sasa ni nani asiyejua kile ambacho kiliweza kutokea na kiliweza kusababishwa kwa nini, kilitokea kwa sababu gani, na ni kwa nini kilichoweza kufanyika hivyo. Sasa msikilizaji, kutokana na taarifa hii niliyoweza kukusomea ni kwamba kuna dada aliyetoa taarifa kwa tume na kaweza kuwapatia video iliyoweza kuonyesha jinsi polisi walihusika katika kusababisha vifo ama jinsi polisi walivyowaua watu. Nimekuambia kwamba dada huyu alikuwa yuko katika eneo la stationery, alikuwa ni kama ni mfanyakazi katika duka la stationery lililopo karibu na chuo kikuu cha NIT iliyopo mjini Dar es Salaam. Sasa dada huyu alishuhudia na kurekodi ama kunasa video ya polisi wakisababisha mauaji siku hiyo ya tarehe 29 Oktoba mwaka 2025. Kisha ulipotangazwa kwamba Watanzania walio na nia na wana ushahidi waweze kuupeana kwa tume, ili tume iweze kueleza Samia kwamba ni kipi kilisababisha mauaji. Sasa msikilizaji, inakaa kwamba yani ni masuala fulani ya kupoteza pesa na kupoteza muda tu, kwa sababu
unachunguza vipi kilichosababisha mauaji kipindi mwenyewe ndo umesababisha? Sasa ametengeneza tume kwa ajili ya kuweza kuchunguza kile. Haya, dada huyu alishuhudia na kurekodi mauaji ya Oktoba 29. Siku 3 baadaye ametoweka na hajulikani alipo. Sasa msikilizaji, tume hii inafanya kazi gani sasa ikiwa Watanzania waliowaomba kwamba waweze kuwapatia ushahidi, waweze kuona kwamba ni kipi kilisababisha mauaji na ni watu wa aina gani walisababisha mauaji ya tarehe 29, watu hao wameweza kujitokeza na kuwapelekea ushahidi ule, wakaonyesha kwamba mimi nilikuwepo, niko hapa siku ya tarehe 29 na nilishuhudia kilichoweza kufanyika. Haya, pia nikaweza kunasa video iliweza kunaza sura za watu waliohusika katika kusababisha mauaji, lakini pia video hiyo itakuonyesha jinsi walivyoyatekeleza yale mauaji. Sasa ni ushahidi wa kutosha msikilizaji uliopeanwa kwa tume, ambao kwamba unahitaji kuwachukulia hatua wale walioweza kuonekana katika video ile na wale walioweza kuhusika katika kusababisha mauaji ya kiolela ya halaiki nchini Tanzania. Sasa kila ambacho tunakishuhudia baada ya dada huyu kuweza kupeana ripoti hiyo ni kupotea kwake ama kutoweka na kukosekana kujulikana aliko, na familia yake wachwe ikisononeka. Sasa usalama uko wapi msikilizaji, ikiwa rais anaweza kubuni tume akaweza kuipeana kwa Watanzania kwamba nichukulie ripoti ama nichukulie taarifa na ushahidi wa kuonyesha ni nani aliyesababisha mauaji ili tutumie kuwalinda Watanzania. Lakini Watanzania wanapotoa taarifa hiyo wanaishia kupotezwa, wanaishia kutekwa na kupelekwa sehemu zisizojulikana. Sasa msikilizaji, familia ya dada huyu kwa mfano wanapitia machungu kwa sababu ya kupotea kwake, na bila shaka haijulikani alitekwa kwa sababu haikuonekana, haijulikani amepotea kivipi kwa sababu inasemekana tu aliweza kutoweka. Kwa hivyo kile kinachotokea kwa hii taarifa msikilizaji ni kwamba taifa haliko salama na kwamba viongozi wa nchi ya Tanzania hawapo radhi kuwalinda na kuhakikisha kwamba usalama wa Watanzania upo salama. Msikilizaji, hebu endelea kutufuatilia katika ukurasa huu. Hakikisha kwamba umepiga subscription kwa faida ya kuendelea kufuatilia na kupata taarifa zetu punde zinapotokea. Jina langu ni Presenter Guto.